Akasema tunaomba sawa, 50-50. Mambo ya Beijing chanzo chake ni nini? Mwanamke mwasi aliyekataa kuwa chini ya himaya ya mwanamume akasema 50-50 tuko sawa. Uasi ukaingia Edeni, ingawa inaandikwa kwenye maandiko. Lilith akaondoka Edeni mwenyewe, akaondoka na kizazi chake. Ikapita miaka mamia kwa maelfu, ndipo Bwana ambaye ndio aliandika kwenye maandiko yote akamwambia Adamu, nani mwanamke na ubavuni mwake, alitolewa ubavuni mwake, sio tena kufanywa kwenye nchi. Haya hayajaandikwa kwenye maandiko, lakini soma kwenye Biblia. Ukiwa mwalimu jitafuta maarifa, ila usimwache Mungu. Na mtu akibisha hili atueleze. Kaini alikuwa mtoto wa kwanza, Habili alikuwa mtoto wa pili, Adamu na Hawa walikuwa 4. Kaini alipomuua Habili walibaki 3. Kama mtu anabisha haya atueleze, Kaini alikwenda kumuoa nani? Aliyemuoa ametokea wapi? Kama hili ni la uongo, alienda kuolewa na Kaini alitokea wapi? Tumisha Biblia anapotoa maandiko, msipotoe maandiko. Right? Na kupa maarifa zaidi ya huyo nini? Uliozoea, uliona. Ukiwa unampenda Mungu, tafuta zaidi ya ulichokizoea. Si vibaya kutafuta uswara wa Mungu. Nenda kapekue. Kisha kupekua tu, nenda karibu na kundaje. Tafuta vyanzo. Usiwe umeshindishwa na kukarishwa vitu ambavyo vikutoe mahali ulipo. Hili inasemekana alikuwa mwanamke wa kwanza wa Adamu. Lakini kosa la Lilith alikataa kutawaliwa na Adamu. Chanzo cha uwima kwa hilo 50-50 Lilith, kizazi cha uasi na ukaidi. Sina simu zenu? Siku hizi dunia hiyo, sina simu zenu? Kagugo Lilith, tapata hizo sababu. Kama ukikosa Jona leo na Bibu